Watazamaji wa Global TV, leo tuko mitaa ya Tabata, tuko katika ofisi za Tatamata, na hapa kwa bahati nzuri nimekutana na mwenyekiti na kaimu mwenyekiti pamoja na mweka hazina. Na kama tunakumbuka vizuri, Tatamata ndio wanashughulikia lile swala zima la yule ndugu yetu ambaye amekamatwa nchini Sudani, ambaye yuko gerezani mpaka muda huu tunavyoongea, ambaye anaitwa Juma, dereva wa lori. Sasa mwenyekiti ataenda kutufafanulia vizuri, na tulitegemea pengine leo Juma angekuwa ameshatoka gerezani. Nini kimebakia? Nini kinahitajika? Mwenyekiti anaenda kutueleza kwa ufupi zaidi. Karibu mwenyekiti. Nashukuru sana Global TV kwa kututembelea katika ofisi zetu zilipo Tabata hapa. Nishukuru sana Global TV kwa msaada wenu wa kuendelea kusaidia watu ambao wana uhitaji na wale ambao wanahitaji sauti kubwa zaidi kwa ajili ya majambo yao. Mimi naitwa Godlove Materu. Kama nilivyoeleza awali, ofisi yetu au taasisi yetu kubwa kabisa inasimamia taaluma za madereva Tanzania, ambayo kama ilivyokuwa ada, dereva yoyote mwanatasnia, sisi kazi yetu kubwa ni kusimamia maslahi pamoja na matatizo mbalimbali yanayomsibu, iwe ndani ya nchi au nje ya nchi. Naam. Sawa. Nimekutana na uko na wenzako hapa, labda ungewatambulisha. Naam, niko na makamu mwenyekiti ambaye ndio tunalisukuma gurudumu hili la Tatamata Taifa, pamoja na mtunza hazina mwenzangu hapo kwa ajili ya kuwasikiliza nyie kwa kutufuata ofisini kwetu, kuwapa moja au mawili ambayo yanahusiana aidha kwa matatizo ya madereva au yaliyopo na yatakayojiri pia. Sawa. Kwanza kabla tujaenda kwenye swala la Juma, kumekuwa kuna changamoto sana ya madereva wa malori na tunazisikia sana mitandaoni pale wanapopata matatizo na kwa baadhi ya ndugu zao. Labda pengine Tatamata, taasisi hii, dereva anakuwa ananufaika nini akiwemo ndani ya chama hiki? Kwanza kabisa, dereva wa Tanzania ambaye ni mwanatasnia ambaye atajiunga na Tatamata, faida kubwa atakayopata ni kusimamia au kupata faida ile ya taaluma yake. Najua wanataaluma ni watu ambao wanasoma, wanapata vyeti na pia wanahudumu kwenye maeneo tofauti, hususan udereva. Sasa sisi kama Tatamata, mwanataaluma yule akiwa ndani ya Tatamata, faida kubwa atakayoipata ni utetezi kwenye taaluma yake. Hilo la kwanza. La pili, anakuwa huru hata katika kufanya kazi zake kwa kusimamia maslahi yake muhimu. Lazima tunasimamia kutokana na utaaluma wake. Hiyo ndio faida kubwa ambayo mwanataaluma au mwanadereva atakayekuwa ndani ya Tatamata, faida kubwa atakayopata, tofauti na akiwa nje ya taaluma hii. Kuna taratibu nyingi au vipo vyama ambavyo vinasimamia maeneo tofauti, mfano mishahara na nini, lakini taasisi kama taasisi ya Tatamata ina wigo mpana zaidi ya kusimamia haki ya mwanataaluma ndani ya nchi na nje ya nchi pia. Ndio. Sawa. Kama nilivyokuambia mwanzo kwamba madereva wana changamoto nyingi sana, na tumekuwa tukisikiza kesi nyingi za madereva kutekwa, kuibiwa mali walizopewa na waajiri wao, kukamatwa kama hii ya Juma. Huwa nyinyi mnadili nazo vipi hizi kesi kama hizi? Kesi kama hizi, kama mwanataaluma ni amepitia ndani ya taaluma, ni mwanataaluma, au kama sio mwanataaluma, kwa sababu kama kuna wanataaluma wengine wanapata kesi nyingi lakini hawapo ndani ya Tatamata. Lakini kama ukiwa ndani ya Tatamata tunapata wigo mpana zaidi wa kusaidia, lakini hatuwezi kumwacha mwanataaluma ambaye amehudumu kwenye vyuo vyetu vya ufundi tukaacha kumsaidia kwa sababu tu hayupo ndani ya Tatamata. Tunaangalia uwezo wa kumsaidia kama tunavyosaidia wenzetu ambao hawako ndani ya taaluma. Na kikubwa ambacho kinatusumbua ni mfumo wetu wa usafirishaji pamoja na serikali pia. Wanataaluma hawa madereva asilimia kubwa hawapo ndani ya hizi taaluma, na wengine pia wanafanya kazi bila mikataba. Unajua mkataba wa kazi ndio kitu cha kwanza ambacho kinakufeva
unakuwa unajiamini popote pale ambapo unaenda, uwe ni nje ya nchi au ndani ya nchi, kwa sababu unapopata matatizo lazima tajiri atawajibika kutokana na mkataba wa kazi. Lakini unapokuwa huna mkataba wa kazi, matatizo mengi yanayotokea madereva kwa sababu hawana mikataba. Ile mikataba inawafeva sana. Mifano mingi imetokea nchi za nje kama Kongo, Zambia, madereva wanapata matatizo ndani ya nchi zile, lakini kuna mabalozi wetu wako kule, lakini unakuta balozi kitu cha kwanza anachouliza kwa madereva ni mikataba yao, kwa sababu serikali haifanyi kazi kwa midomo au kwa matamko. Serikali inafanya kazi kwa, unakuta dereva ameumia, ameuawa, lakini angekuwa na mkataba wa kazi inakuwa rahisi serikali kuwasiliana na mwajiri. Mara nyingi zinatokea vifo, yanatokea mapigano mbalimbali au kuumizwa kwa madereva au kufungwa, lakini unakuta balozi wa eneo lile anapata tabu kumsaidia mwanataaluma dereva kutokana kwamba hana mkataba wa kazi. Basi sisi tunakuwa na kazi kubwa sana ya kuwasaidia watu kama wale. Kwa hiyo ombi langu kubwa, wanataaluma ili wajitambue, wajue wao ni akina nani, wanahitaji kujiunga na hii taasisi ya TATAMATA, kwa sababu inakuwa na wigo mpana wa kuweza kutatua matatizo yao endapo tu watapata matatizo nje ya nchi au ndani ya nchi. Na kuna kiingilio? Yes, tuna kiingilio kwa sababu serikali imetupa mamlaka hayo ya kuwasaidia na kushauri pia, kwa sababu milango ya serikali iko wazi, na hii taasisi kama walivyotupatia tunasimamia taaluma, na usimamizi wa taaluma, unaona taaluma nyingi au wanataaluma wengi wakiwa na taasisi zao. Mifano ipo taasisi za madaktari, taasisi za walimu zina taasisi zao ambazo zinasimamia zile taaluma zao endapo tu yatatokea matatizo ya kitaaluma. Sawa, umesema kuna kesi nyingi za madereva. Kesi gani labda unaweza kutuainishia japo chache ambazo labda mmeshawahi kuzisolve, na pengine labda nyingine zimekuwa ngumu au madereva labda mmeshindwa kuwafikia au kuwasaidia mpaka sasa hivi? Kwa uchanga wetu wa taasisi ni kwamba taasisi yetu tumeisajili tarehe 19 mwezi wa 3 mwaka huu, lakini pia tulikuwa na uwanja mpana wa kuiandaa taasisi. Yapo mengi tuliowasaidia madereva wetu nje ya nchi, tukiwa nje ya mfumo kwa kusaidiana na taasisi nyingine. Lakini tulivyokuwa tumeipata taasisi sasa, sisi tuna uwezo huo sasa wa kwenda moja kwa moja kusaidia katika maeneo hayo. Naam. Sawa, nimekuuliza kesi za madereva ngapi ambazo mmeshawahi kuzisolve na zingine labda zimekuwa ngumu kwa upande wenu? Maana kuna muda nilisikia kwamba kuna baadhi ya madereva wanafungwa na mabosi zao, na kuna baadhi ya madereva wanapata matatizo kule na mabosi wanawatelekeza, kama ilivyo Juma, hana mkataba, bosi kamtelekeza yeye pamoja na gari. Kesi nyingi ambazo tumeshazitatua kiukweli, kwa sababu ndio kama nilivyokuelekeza kwamba ndio kwanza tumeanza kazi, ndio tunaingia site, tutafute wanataaluma wazuri wenye uwezo mzuri, tutafute na administration iliyokaa vizuri, tuweze kuingia site kwa ajili ya kesi. Kesi zipo nyingi, lakini kesi ya kwanza ambayo tunaweza tukaitatua ni hii ya Juma, ambayo tuliingia sisi kama taasisi kuandika barua mbalimbali kwenye wizara mbalimbali ambazo zinahusiana na Juma alikokwenda, mfano wizara ya mambo ya nje, wizara ya mambo ya ndani, na baadhi pia ya wanataaluma ambao wanafanya kazi na Juma. Kwa hiyo kesi ambayo tunaweza tukadili nayo labda hii ya Juma, kama tutafanikiwa, basi itakuwa chachu ya kuendana na kesi nyingine ambazo zipo, kwa sababu kuna madereva wengi wamefungwa nchini Kongo, wengine wako Zambia, na kesi nyingine za ajabu za kubambikiwa, nyingine za jinai, lakini ni kesi ambazo tunaweza tukasimama kama wanataaluma na tukazitatua. Naam. Sawa, kabla tujaendelea kuzungumza zaidi, turudi sasa kwenye hili swala la Juma. Jana alikuja mwenzenu akasema kwamba jana ndio ilikuwa siku ya Juma ambayo ilikuwa ni deadline, anatakiwa kupelekwa mahakamani kwa ajili ya kuweza kulipa ile pesa ambayo inahitajika ili aweze kutoka. Labda utukumbushe hiyo pesa ilikuwa kiasi gani, na mpaka sasa hivi nini kimetokea Juma hajatoka bado gerezani? Nakumbuka kiasi ambacho tulikuwa tunadaiwa au kinadaiwa na ili Juma aweze kutoka ni $7,600, lakini mpaka muda huu tunaozungumza, kwanza kabisa ni washukuru madereva wote wa Tanzania, kwa sababu kuna waliochanga ndani ya taasisi na kuna wengine wako nje ya taasisi, lakini ni madereva
ambao tunahitaji sasa kuwakusanya ili tuweze kuwa katika uniform. Lakini niwashukuru wote kwa mpaka sasa hivi tumefikia kiasi cha bilioni tumebakiza kiasi cha bilioni 2 tu kati ya hizo dola 7,200 ambazo tulikuwa tunadaiwa. Kwa hiyo nilikuwa nawaomba sana Watanzania wenzangu, sio madereva tu, hata ambao sio madereva, awe mzazi, awe kaka, awe dada, kumalizia hichi kiasi kilichobaki cha milioni 2 ili Juma aweze kuwa huru. Mara ya mwisho kama nakumbuka vizuri alisema dola 10,600, kumbe ni 7,200. Mwanzo ilikuwa ni 7,600 kama sijakosea. Ilikuwa dola 7,600. Si ndio ndugu zangu? 7,600 ambayo ndio ilikuwa inatakiwa. Kwa hiyo sasa hivi tumejitahidi kupitia hata Global TV, kwa sababu swala hili sio mara ya kwanza wenyewe kulipitia. Tumefikia kiasi hicho ambacho mpaka jioni hii tunahitaji kupata kiasi cha shilingi milioni 2 tu ili Juma aweze kuachana na hiyo kesi inayomkabili nchini Sudan. Sawa, labda wito wako kwa madereva na wamiliki wa malori kupitia hii changamoto ambayo imempelekea Juma kuingia kwenye shida ndani ya miezi 6 mpaka kuweza kufanikiwa kuwa katika mwishoni, maanake anaweza akatoka kama pesa hii ikipatikana milioni 2. Wito wangu mkubwa, kwanza nianze na serikali ya Tanzania na serikali zote. Unajua Sudani iko katika East Africa, hii muungano wa nchi hizi za East Africa. Sudani iliingia kwenye mfumo huu, lakini pia niombe serikali yetu ya Tanzania kwa kushirikiana na hizi nchi ambazo zina muungano huu, kama zingekuwa serious kuhusu ili swala la Juma, kwa kuangalia zile kero zinazotatulika, kwa sababu kesi ya Juma ni traffic case. Ni traffic case kama nchi nyingine ambazo tumeungana nazo, ikiwepo Zambia, Kongo. Hizi traffic cases zinakuwa zina mlolongo wake mdogo tu ambao unakuwa ni simple, kwa sababu mtu ameshafariki, kuna fidia kiasi ambacho unaweza ukalipa na mtuhumiwa akaachiwa, kwa sababu ni traffic case. Traffic case zote duniani ni moja, tofauti na Sudani imekuwa ni disaster, na sio dereva huyo Juma tu, wako wengi wanaopata shida kwenye ile nchi. Kwa kweli ni matatizo makubwa. Kwa hiyo ningeiomba serikali kuangalia sana madereva wanaojoin kwenda nje. Niwaase madereva wenzangu wazingatie yale niliyosema mwanzo, kwamba wasikubali kufanya kazi bila mikataba. Juma angekuwa na mkataba leo, bosi wake angekuwa amewajibika zaidi katika tatizo lake, lakini tatizo hili limeonekana Juma hawajibike yeye kama familia na marafiki zake na taasisi kama hivi unavyoona inafanya. Lakini angekuwa na mkataba wa kazi, swala hili lingekuwa rahisi zaidi, kwa sababu bosi wake angewajibika 100%, kwa sababu ni wajibu wake kushughulikia lile tatizo, kwa sababu yeye ndio aliyemtuma kwenda Sudan na yeye ndio ana wajibu wa kumaliza ile kesi na kumrelease Juma kurudi kwenye nchi yake. Sawa, mtazamaji wa Global TV, mwenyekiti kutoka TATAMATA ametoa wito kwa madereva, lakini anaendelea kumwombea msaada Juma kupitia zile pesa ambazo ameshapata na ambazo bado, ili Juma aweze kuachiwa huru nchini Sudani. Pesa iliyobaki ni shilingi milioni 2. Endapo kama itapatikana leo mpaka kesho kwenye mchana hivi, Juma anaweza kutoka katika mikono ya mahakama pale nchini Sudan. Tunaenda kusikiliza mahojiano ya Juma na mmoja kati ya wafanyakazi kutoka hapa TATAMATA, wakiwa wanaongea na kuzungumza yanayoendelea kuhusiana na pesa ambazo tayari zimeshatumwa nchini Sudan. Mimi naitwa Zaliam Adam Tabwenja nikitokea hapa Tabata, nina Evans na hii ni Global TV. Juma. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam ndugu yangu, vipi hali? Safi, umeshindaje kaka? Safi, habari za huko? Basi huko namshukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillah, salama salimini. Haya, nipe mwongozo, mmefikia wapi? Pesa imeshatumwa huko. Mko kwenye hatua gani? Pesa ishatumwa, na pesa huku Hasani alienda kule kwenye ile benki aliyokuambia alielekezwa na Niki. Akakuta ile branch wanasema ishafungwa, walisitisha huduma za kufanya biashara huku. Kwa hiyo akawa ameenda KCB benki ya Kenya hiyo. KCB akawa amefanya transfer, akamtumia hela Niki.
na Niki ikawa imemfikia ile hela. Sasa kutokana na muda wa huku mahakama mwisho saa 7 ikawa ishachelewa. Kwa hiyo mimi wakati narudishwa jela na ile hela ndio Niki akawa kaipata. Niki akasema kashaifanyia transfer, ameipata ile hela. Kwa hiyo anachofanya kesho asubuhi na mapema itume huku ndio ile benki aliyotumia jana, ndio ichukue, ndio tuende nayo mahakamani pale. Yule bwana shiriki wangu kwenda pale na benki wakaichukue ndio waje nayo mahakamani. Basi sawa, tuendelee na dua. Amina shehe wangu. Tuendelee na dua. Mwenyezi Mungu atusimamie kesho, jambo liende vizuri, utoke. Dua mzee wangu, dua kaza wangu. Haya basi, poa. Kwa hiyo saa hizi umesharudishwa, mko gerezani? Niko gerezani baba, sinasikia na roho yoyo za wananchi hizo. Nazisikia, ila simu bado hamjanyang'anywa? Simu bado, muda si mrefu hapa nadhani watakuja zichukua. Haya basi sawa, shukrani. Asante mzee wangu, tuko pamoja kaka. Haya basi, poa. Jioni njema. Haya. Nikupe usalimiane hapa. Yuko mwenyekiti wa taasisi Materu, yuko makamu mwenyekiti Yohana, yuko Mfinanga. Wape ni wasalimie. Haya, Juma huyu. Juma, mambo vipi bwana? Aise, namshukuru Allah. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Habari za Sudani bwana? Aise, Sudani tuko, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Huku tunajua ndio kipindi cha mvua, leo kidogo kuna hali ya hewa ya mawingu. Safi, hiyo ni hali ya hewa nzuri ya kuwa huru. Kidogo asa joto limepungua ndugu yangu, marake huku nilikuja mweusi, sasa hivi nimekuwa kama Mwarabu. Pole sana, pole. Asante. Ila nayo naona ni nuru ya Mwenyezi Mungu hiyo. Marake wiki iliyopita tumeshinda na jua kali. Ndio. Hii naona ni nuru ya Mwenyezi Mungu anaileta, neema hii. Endelea kuomba dua ndugu yangu, kwa sababu tutapambana huku kwa ajili yako utoke. Amina. Mimi naombea sana kwa Mwenyezi Mungu. Kila nikiswali ndugu zangu nawaombea afya njema. Ndio. Naombea muendelee kupambana ndugu zangu, manake ndio mapambano yenu ndio yananipa mifaraja huku ndugu zangu. Asante sana. Ushauri wangu basi, ukibahatika kutoka, ndio jitahidi ufike nyumbani kwako kwanza, uweke dua, usizungumze na mtu yote. Ndio. Cha kwanza taongea na nyie tujue tunapanga tunafanyaje, kwa sababu mabwana nadhani bado watakuwa wanadai. Ndio. Sijajua kwa kesho watatuwekea mkakati gani wa kuweza kuilipa hiyo hela iliyobaki. Ndio tunapambana huku ili iweze kupatikana, iliyobaki ijaziwe hapo. Inshallah. Naombea kwa Mwenyezi Mungu awape wepesi ndugu zangu. Asante sana Juma. Ngoja uongee na makamu wangu pia akutie moyo. Asante sana, mpe simu basi. Juma, habari yako bwana? Nzuri, habari za leo shehe? Asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Pole sana shehe. Asante, hii pole ya wote, kwa sababu naona ninavyoumia mimi na nyie huko mnaumia kupambana sana juu yangu. Ase ni kweli, na leo hapa tulikuwa na wale media wa Global. Ndio. Tumezungumza sana, wakasema bana, kilichobakia ikiwezekana mama tunaye tumempigia simu hapa, anambia wewe kopa fedha, unasema Juma akitoka tutakuja media hapa tukae kwa pamoja. Ndio. Tuzungumze kama wewe ndio utasimama kama Juma. Mimi Juma kweli nilikuwa Sudani, leo nimetoka, kuna deni lilibaki na mbele wa Tanzania mlipie. Ndio tumeongea hivyo, tumekubaliana kabisa na mkeo hapa. Basi inshallah. Nashukuru sana ndugu zangu, hilo wazo zuri sana mlioliamua, kwa sababu mimi naona vyema tuondoke bila deni huku. Sawa. Unajua nako ukiondoka sehemu unadaiwa, huwezi jua mtu kakufungia riziki yako kiasi gani. Ni kweli kabisa. Hilo ndio jambo jema sana mzee wangu. Bwana, tupo tunaendelea kupambania, hatujanyamaza, hatupoi mpaka tuhakikishe umetoka. Asante, nashukuru sana. Hapa yenyewe nilikuwa naangalia kwenye taasisi yetu ya group letu hapa, naona watu wamekuwa mbogo, wanasema viongozi inabidi sasa mtumie kauli za kibabe. Au sio yani kwamba sasa hivi ndio kitakiwa iletwe sheria kali kwamba jamani, viongozi wameamua tufanye hivi lifanyike. Ni kweli kabisa. Mimi nawashukuruni sana ndugu zangu, naendelea kuwaombea kwa Mwenyezi Mungu bwana, tuendelee kupambania sisi wanyonge ndugu zangu.
Asante sana, asante sana. Sasa labda kuna umalizia hapa, kuna mtu mmoja naye ni mwekazi na wetu anaitwa Abdalla Mfinanga. Yuko Abdalla Mfinanga, yuko dada Edika. Wewe sema naye. Alikuwa anaandika barua zako kwenda mzalani. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na katibu mkuu. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Shehe wangu. Alhamdulillah, pole na ibada. Hiyo ibada shehe. Alhamdulillah, nashukuru. Hii ibada ya Mwenyezi Mungu. Wanasema hata mitume nao walikaa jela. Kwa mimi na imani bana, huu ni mtihani wa Mwenyezi Mungu. Inna Allahumma sabrina, lakini kwa wazo langu la kijinga, Ndiyo shewa. hapo gerezani nadhani kuna maji. Ndiyo shewa. Usiku ikifika saa 8 usiku au saa 9, Ndiyo. amka, chukua udhu, swali sunnatul haja 2. Ndiyo. Kwa dhakri, kwa dhati, mlilie Mwenyezi Mungu, mwambie Mwenyezi Mungu, wewe ndio muumba, wewe ndio ulionileta hapa, na wewe ndio ulionipa riziki, na wewe ndio unayechukua riziki. Kwa hiyo nakuomba kwa hili ulilonipa ni ibada, naomba Mwenyezi Mungu ulitatue kama ulivyonikabidhi. Amina. Mwenyezi Mungu na imani atakusimamia kupitia hilo. Inshallah, nashukuru sana shehe wangu. Hiyo ni sunna hiyo. Umenipa sunna hiyo. Sunnatul haja ni nzuri sana, hata kama unataka mwanamke mzuri wa kumooa. Ndio. Kiamu usiku wa nyama, vitu vyote vimelala, ukisimamisha kiamu sura raka 2, ukizielekeza kwa Mwenyezi Mungu anakusimamia, anakupa mwanamke mbora ambaye unayemtaka. Amina kabisa, nashukuru. Kwa hiyo fanya hivyo. Nitatekeleza. Fanya hivyo. Mara nyingi bidai na mkaga nasoma sana tasbihi yangu, waga nasoma sana. Acha kumsabahi Allah, acha kumsabahi Allah, hiyo achana nayo. Hiyo kumsabahi Allah ni tasbihi, ni sunna pia, lakini swali sunnatul haja. Na pia wakati unaswali sunnatul haja, muombe Mwenyezi Mungu akupe moyo mzuri wa kumheshimu mwanamke ulioko naye, na azidi kuwa mwanamke, kwa sababu kama ni mwanamke shehe unaye. Ndio. Asante sana. Unaweza ukaja ukasikia mengi, lakini yule mwanamke ana thamani kuliko hata kaka zako uliozaa nao tumbo moja. Amina, kweli. Mimi mwenyewe kwanza nimejiona, yani nimejionea tu. Mimi niko jela, lakini alipopambana mke wangu shehe, mimi sina la kuongea, namwachia Allah. Allah ndio namnyoshea kidole, ndio anajua. Basi inshallah unavyosali sunnatul haja naye msomee, muombe kwa Allah. Amin. Aepuka na mitihani. Basi inshallah, nina imani kwa uwezo wa Allah. Ndio. Leo umeongea na maulama, leo utatoka inshallah. Inshallah, nashukuru Maulana. Dada Edita anasema haongei na wewe ila anakusalimia. Amina, mwambie na yeye nimemsalimia vile. Msifu Yesu Kristo. Milele amina dadangu. Kwema kaka. Mimi ndo nilikuwa naandaa barua zako bwana za kwenda huko wizarani. Inshallah, nashukuru sana, nashukuru kwa kunipambania dadangu. Mungu awabariki. Haya kakaangu, Mungu akusaidie. Mimi ninachokuombea ukitoka uje ujiunge na taasisi hapa nikuone moja kwa moja. Amina. Yaani mimi moja kwa moja nafunga safari mwenyewe na kuja na mama watoto hapa. Uje moja kwa moja ujisajili, maana wamekupambania sana afu haupo kwenye taasisi. Sana. Yaani kwanza nashukuru sana ndugu zangu, mtanisamehe kwa hilo tu, lakini nashukuru sana. Naam kiongozi wangu. Haya poa. Haya, asante sana bwana. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.